Bana, ujambo na karibu sana mtazamaji wa Bongo Super Media. Hapa kuna breaking news, taarifa ambayo imetufikia usiku huu. Shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF limefanya mabadiliko ya ghafla ya mwamuzi wa mchezo mkondo wa pili wa nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika kati ya wenyeji Stellenbosch dhidi ya klabu ya Simba Sports kutoka hapa nchini Tanzania, utakaochezwa Jumapili Aprili 27 mwaka 2025. CAF imempanga mwamuzi maarufu Eid Mansour kutoka nchini Misri akichukua nafasi ya Amin Omar na yeye kutoka nchini Misri ambaye awali alipangwa kuchezesha mechi hiyo, ingawa haijafahamika sababu za mabadiliko hayo ya ghafla. Mwamuzi Mansuri atasaidiwa na wenzake kutoka Misri ambao ni Mohamed Abdelghal na Ahmed Ibrahim, ambao tangu awali walipangwa kwa wasaidizi, lakini pia kuna mabadiliko kwa refa wa akiba ambapo sasa atakuwa ni Mohamed Nagi na yeye kutoka nchini Misri. Benchir Hassan kutoka Tunisia atakuwa ni msimamizi wa marefu, huku kamishna wa mechi hiyo akiwa ni Kalesis Gilik wa Botswana. Hakuna mabadiliko upande wa marefa wanaosimamia teknolojia ya video ya usimamizi kwa maana VAR, ambapo kuna Mohamed Ashur na Mohamed Elbana wote kutoka nchini Misri. Hatua ya CAF kufanya mabadiliko hayo ni faraja kwa wafuasi wa Simba, huku Amin Omar akitajwa kuwa ni mwamuzi mwenye historia mbaya na wekundu wa Msimbazi. Ikumbukwe tu kwamba refa huyo ndiye alichezesha mechi ambayo Simba ilifungwa bao moja kwa sifuri ugenini dhidi ya Horoya katika hatua ya makundi, hivyo refa huyo ndio amemtoa. Wamemleta huyu mpya. Hapa mtazamaji wa Bongo Super Media tuweze kuichambua vizuri. CAF mbadilisha mwamuzi juu kwa juu ghafla binivo, zikiwa zimesalia siku chache kuelekea mchezo. Maana yake hapa, kama kuna tuhuma zozote za rushwa Stellenbosch, kama walikuwa wakitaka kuzifanya ama walikuwa wameshapenyeza rupia, watambue kwamba tayari mwamuzi kabadilishwa. Kwa hivyo kama process wataanza upya, hiyo ni juu yao. CAF wamepiga kama Pele. Maoni yako ni yapi? Andika hapo katika sehemu ya comments.